kwa namna watu walipopokea msiba huu. Msiba huu umepokelewa kwa hisia kali, kwa maana ya kwamba kila mtu ameshtuka, lakini pia amejisikia vibaya kwamba hii imekwaje tena. Kwa kama kuna la kujifunza ni kuishi vizuri na watu, kwa sababu hufahamu kesho yako, ama hufahamu kama hivi yeye amelala hatuoni sisi, lakini sisi ndio tunaojua kwamba ngoja niende nikamsindikize, ngoja niende nikamsitiri. Kwa hivyo wote tujifunze kuishi vizuri na watu, kwa sababu hujui nani atakusitiri siku utakayokuwa umetangulia. Asante sana. Msamaha mheshimiwa, una nafasi gani kwenye maisha yako? Naam? Msamaha una nafasi gani kwenye maisha yako? Msamaha kwa kweli ni jambo la muhimu. Kwanza wewe mwenyewe kujifunza kusamehe watu, lakini pia ukijifunza wewe kusamehe watu, ni rahisi kwako pia wewe kuomba msamaha ukiwakosea watu, kwa sababu hujui dakika inayofuata nini kitatokea. Faraja ya watoto kama mheshimiwa, faraja kwa watoto wa marehemu. Watoto wa marehemu kwa kweli mimi niwape pole sana. Kama nilivyosema, yeye kama mzazi wao ambaye ametangulia, bado na yeye alikuwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo hawajafika umri wa kuweza labda kuanza kupima kwamba huwa inafananaje kutokuwa na mzazi. Kwa hivyo mimi faraja yao ni kwamba tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu, kwamba kwa sababu Mungu ndiye baba wa yatima. Kwa hivyo tunaamini kwamba Mungu atawatunza, na nitumie fursa hii